Kampuni tanzu ya TANESCO TIDCO yatakiwa kuharakisha ujenzi wa mradi wa kupeleka umeme kutoka Sikonge kwenda Iyonga hadi Mpanda ili kuhakikisha umeme unawashwa mwishoni mwa Mei. Na katika michezo, ligi kuu Tanzania bara iliendelea jana kwa mchezo mmoja wa kiporo ambapo klabu ya Simba iliibuka na ushindi wa magoli 2-1 dhidi ya Mashujaa kutoka Kigoma. Habari ya asubuhi mtazamaji wa Channel 10, karibu katika kipindi chetu cha asubuhi njema. Utakuwa nami Beatrice Eric ambaye nitakusomea taarifa ya habari na baadaye nitapata nafasi ya kuangazia vichwa vya habari vilivyopewa kipaumbele katika magazeti yaliyotufikia hapa studio kwa asubuhi ya leo. Karibu tuanze na taarifa ya habari. Serikali imeitaka kampuni tanzu ya shirika la umeme nchini TANESCO TIDCO kuharakisha ujenzi wa mradi wa kupeleka umeme kutoka Sikonge kwenda Iyonga hadi Mpanda ili kuhakikisha umeme unawashwa mwishoni mwa mwezi Mei mwaka huu mkoani Katavi, baada ya kampuni hiyo kukamilisha mradi wa umeme kutoka Tabora mjini kwenda Urambo uliogharimu zaidi ya shilingi bilioni 44. Naibu Waziri Mkuu Dr. Doto Biteko ambaye pia ni waziri wa nishati ametoa agizo hilo wakati akikagua mradi wa kituo cha kupokea na kupoza umeme cha Uhuru wilayani Urambo, ambacho tangu kuwashwa kwa umeme umeongeza mapato ya TANESCO kwa zaidi ya 10% kutoka shilingi milioni 327 ambazo TANESCO wilayani Urambo ilizokuwa ikikusanya. TANESCO kupitia kampuni ya TIDCO inatekeleza mradi wa kupeleka umeme mkoani Katavi kwa zaidi ya kilomita 385 ambao unagharimu zaidi ya shilingi bilioni 164. Nimefanya mabadiliko makubwa ya ndani na usimamia wa mradi kwa kasi, na nafurahi kusema kwamba leo tuko hapa tayari kilomita 115 ambazo zimekwisha kufanyika na kituo kimekwisha kuwashwa kwa muda wa siku 20 sasa. Niseme nisiseme? Sema! Yaani toka tumewasha hiki kituo hata mapato ya TANESCO yameongezeka kwa 10% ndani ya siku 20. TIDCO hongereni sana. Chapeni kazi. Moja ambalo nawaomba TIDCO muendelee nalo. Jipimeni kwa kazi, sio kwa network. Maana kuna watu wana network. Acheni na network. Chapeni kazi. Tabora unapata umeme kutoka kwenye gridi ya taifa kutoka Shinyanga kwa msongo wa kilovolti 32 na kupokelea kwenye vituo vinne. Na jumla ya vituo vinne hivi vina megawati 85.5. Mahitaji ya juu ya umeme na mkoa wa Tabora ni wastani wa megawati 28 kwa sasa. Na hivyo inatumia 32.7 na uwezo wa vituo vyote hivyo na kufanya kuwa na ziada ya megawati 57.7. Juhudi kubwa ambazo tulizifanya ilikuwa ni kuongeza timu, kuleta timu ambayo ilituwezesha kufanya kazi kwa uwepesi, lakini pia kuongeza vifaa ambavyo vilitusaidia sisi kutekeleza majukumu yetu kama jinsi serikali ilivyokuwa imetegemea. Kwa hiyo mpaka hapa kama mnavyoona mradi umekamilika kwa 100% na kituo hiki kama mnavyoona kimeshaanza kufanya kazi kama jinsi wataalamu walivyosema. Kwa hiyo sisi kazi yetu ilikuwa ni kuleta njia ya kusafirisha umeme na tumekamilisha. Umeme kwa kweli umefika, tunashukuru. Kwa kweli umeme huu tutautumia katika miradi mingi. Moja, kwa mfano sisi watu wa vijijini tulikuwa na hizi friji za kutotolesha mayai ya kuku kwa ajili ya ufugaji bora. Pili, tuna mashine kwa ajili ya kusaga nafaka. Tatu, matumizi ya ndani, pasi, mafriji na mwanga kwa ajili ya kujikinga na wadudu. Mwenge wa Uhuru 2025 umetembelea na kuzindua mradi wa lishe wenye thamani ya shilingi milioni 42 unaotekelezwa na mwanamke mmoja, Dorsea Ngoma, mwenye ulemavu wa ngozi katika kijiji cha Nyanyembe, kata ya Mbalamaziwa wilayani Mufindi, ambao lengo lake ni kutoa elimu ya lishe kwa umma na kuchangia mapambano ya kutokomeza changamoto ya udumavu katika jamii. Sehemu kubwa ya mtaji wa shamba la ufugaji wa kilimo linaloendeshwa na mwanamke huyo imetokana na mkopo wa shilingi milioni 8 kutoka katika halmashauri ya wilaya ya Mufindi. Ifuatayo ni taarifa zaidi.
Akisoma taarifa ya mradi huo wa shamba hilo lenye mabwawa makubwa 5 ya samaki, mifugo na mazao mbalimbali, Dos Ngoma amesema mazingira bora ya uwezeshaji yaliyowekwa na serikali ya awamu ya 6 yamesaidia kwa kiasi kikubwa kujikwamua kwa kuanzisha biashara hiyo. Nipende kutoa shukrani zangu za dhati kwa serikali ya awamu ya 6 ya Rais wetu Samia Suluhu Hassan kwa kutoa mikopo ya 10% pamoja na halmashauri kwa mchango mkubwa. Matumizi makubwa ya pombe aina ya Ulanzi miongoni mwa wanawake wajawazito yametajwa kuwa moja ya sababu na kichocheo kikubwa kinachochangia kuongezeka kwa udumavu katika jamii ya watu hao. Matumizi makubwa ya Ulanzi. Wazazi wengi wanatumia Ulanzi kwa kipindi cha ujauzito, kipindi cha kunyonyesha. Kwa hiyo inapelekea kuathiri wa hali ya watoto, hali ya lishe ya watoto katika mkoa wetu wa Iringa. Tunawa-encourage na kuhamasisha watu wale vyakula vyote ambavyo vinapatikana kwetu huku na ambavyo tumekuja kuvionyesha hapa, vyote vinapatikana kwetu. Akizindua mradi huo, kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru 2025 Ismail Ali Use amepongeza juhudi zilizochukuliwa na mwanamke huyo, lakini pia amesisitiza umuhimu wa ulaji wa chakula kwa kuzingatia lishe iliyo bora. Mwenge wetu wa Uhuru unakupongeza sana Ifosea kwa kazi kubwa unayofanya ya kuhamasisha umuhimu na uzingatiaji wa lishe bora kwa afya imara chini ya kauli mbiu isemayo mtaji ni afya yako, zingatia unachokula. Clement Sanga, Channel 10, Iringa. Asante Clement Sanga kwa taarifa hiyo. Wakala wa barabara mijini na vijijini mkoa wa Dar es Salaam umewataka wananchi katika mkoa huo kuwa na subira kutokana na baadhi ya barabara kuwa katika hali mbaya, huku juhudi za haraka wakiahidi kuchukua katika kupunguza adha zilizopo, zikiwemo za kufukia mashimo na makorongo ili zipitike kwa dharura wakati wakisubiri wakandarasi kuingia kazini. Hamisi Suleiman anaarifu zaidi. Meneja TARURA mkoa wa Dar es Salaam Engineer Geoffrey Mkinga akizungumza na Channel 10 kuhusu hatua wanazochukua kutokana na hali mbaya za barabara katika baadhi ya maeneo, amesema hatua za awali zimeanza kuchukuliwa, ikiwemo kukusanya vifusi vya mawe ili kufukia mashimo na mahandaki. Wito wangu ni kwamba watu wawe na subira, kama tulivyokuwa tumezungumza kwamba kuna miradi DMP, kuna ile awamu ya kwanza tulisaini pale Mwembe Yanga. Tayari kuanzia tarehe 15 tuwapeleka wakandarasi site. Wameshafanya kazi za kufanya relocation, kuondoa miundombinu mingine barabarani, na sasa hivi wamekwisha kuanza. Aidha, Mkinga amesema miradi yote iliyosainiwa na wakandarasi, ikiwemo ile inayofadhiliwa na Benki ya Dunia ya DMDP, imeanza kutekelezwa. Kikwazo kilichojitokeza ni mvua, ambapo pia imesababisha katika maeneo ya kuchukua vifusi na mawe kujaa maji. Kwa hiyo kazi ipo. Wao na imani hiyo kufikia mwezi wa 7 barabara zote zitakuwa zina fujo ya kutosha kufikia mwezi wa 7. Sasa hivi tu tumepata changamoto ndogo au tumeite kubwa, kwa sababu kule ambako tunakochukua material kama mawe na glavo kumejaa maji kule kwenye mashimo Mbutu huko, sawa, kumejaa maji. Kwa hiyo magari yapo, mitambo ipo, lakini tunashindwa kufanya. Kwenye maeneo ambayo yatahitaji dharura kubwa, ndio tutalazima tutumie gharama yote ile barabara isikifunge. Kwa hiyo utaona kama vile tulivyopeleka mawe hicho kipande cha barabara ya Tabata Kimanga Mazida, ni kwa sababu mikero ile ilikuwa ishakuwa kubwa sana. Kwa hiyo tumetumia gharama kubwa. Kuna mitambo mingine imezama kule, lakini tulikuwa nasema lazima tufike tupate mawe, kwa sababu huku unapata tabu. Kweli barabara hii ya Lindi imekuwa changamoto sana kwa wakazi wa hapa na wafanyabiashara wa hapa. Kwanza magari hayapitiki hapa, kila siku vyombo vinaharibika hapa. Kwa hiyo sisi kilio chetu kwa serikali tulikuwa tunaomba waliangalia kwa jicho la tatu hii barabara yetu. Kiukweli imekuwa changamoto. Tushaongea na viongozi hapo na yote za mtaa, tumewaambia hapa, tumeongea hapa za mtaa, wamesema wanafanyia kazi, lakini pita mpaka mwaka leo njia hii ishakuwa mbovu. Je, tujue, je viongozi sisi bado hawaitengenezi au la inakuaje? Hamisi Suleiman, Channel 10, Dar es Salaam.
Serikali imetangaza bei mpya ya zao la pamba kwa msimu wa mwaka 2025-26 kwa shilingi 1150 kwa kilo, huku wakulima wa zao hilo wakieleza kuwa walitarajia bei ya pamba kwa msimu huu mpya kufikia shilingi 2000 kwa kilo kutokana na gharama kubwa wanazotumia kwenye uzalishaji wa zao hilo, huku akiomba utatuzi wa wadudu wanaoshambulia zao la pamba upatikane. Taarifa zaidi na Aidan Mhando. Ni uzinduzi wa msimu mpya wa pamba wa mwaka 2025-2026 ambao unafanyika hapa katika kijiji cha Mwakibuga wilayani Bariadi. Katika uzinduzi huu wakulima wa zao hilo wanaeleza kuwa licha ya bei hiyo kutangazwa, matarajio yao yalikuwa ni kufikia shilingi 2000 kwa kilo. Mimi kama mkulima wa pamba natarajia angalau ifike kwenye shilingi 2000 kwa kilo. Kulingana na hali yenyewe, kama ni ndanili mambo ya palizi kupulizia, japokuwa serikali inatusaidia kwa kiwango kikubwa sana. Kwa msimu huu wa pamba mwaka huu ulikuwa ni afadhali, lakini tatizo moja linalotusumbua ambalo wataalamu wetu hawajalipatia ni huu ugonjwa wa kunyauka majani. Mkurugenzi mkuu wa bodi ya pamba Malcolm Tunga anasisitiza usafi wa pamba ili kuongeza tija ya zao hilo, huku mkuu wa mkoa wa Simiyu Kenan Kiongozi akisisitiza ushirikiano wa watumishi wa bodi hiyo na serikali ya mkoa wa Simiyu. Hatuwezi kupata bei nzuri kama tunauza pamba chafu. Haya mambo tuyazingatie ili tuweze kufika sehemu nzuri. Jambo la kwanza ni waombe bodi, watu wetu au watu wenu waliopo huku watimize wajibu wao. Kumekuwa na kasumba, vitu vinakuja, lakini baadhi ya maeneo hasa kwenye wilaya na mkoa wanakuwa hawapati. Wao wanashindwa kuleta taarifa sahihi kwenye mikoa yetu. Niombe watimize huo wajibu. Kutoka hapa katika kijiji cha Mwakibuga wilayani Bariadi mkoani Simiyu, mimi ni Aidan Mhando wa Channel 10. Jamii nchini imeaswa kujijengea tabia ya kuandika wosia na kuainisha mgawanyo wa mali zao kwa warithi, ikiwemo kubainisha wasimamizi halali wa mirathi ili kuepusha migogoro ya kugombania mali ambayo imekuwa ikijitokeza mara kwa mara pindi mmiliki anapofariki na hivyo kusababisha walengwa kukosa haki zao. Ahmad Nanonde anaarifu zaidi kutoka Lindi. Akizungumza katika mafunzo kuijengea jamii uwezo wa namna kupata haki zao kisheria yanayofanyika mkoani Lindi, afisa sheria kutoka Tume ya Kurekebisha Sheria Tanzania Jacqueline Nungu amesema kila Mtanzania anapaswa kujiwekea utaratibu wa kuandika wosia ili kupunguza migogoro ya mirathi isiyo na ukomo ambayo imekuwa ikichangia familia nyingi kukosa haki zao za msingi, huku wahanga wakubwa akiwa ni mke, wake au watoto wa marehemu. Kiandika itasaidia mgawanyo wa mali zako uende vile ambavyo wewe unataka iwe. Lakini pia inasaidia kuepusha migogoro ya familia. Wosia ukiacha kila kitu kiko wazi, mali ni hizi na warithi ni hao. Hakuna tena sijui kaja mjomba anasema sisi kama wajomba, sisi kama mashangazi lazima tupate sijui nini. Hapana, itapunguza migogoro. Inasaidia pia mwandishi wa wosia kuchagua msimamizi wa mirathi. Naye afisa sheria mkoa wa Lindi Mariam Kashulo akatumia nafasi hiyo kuwahimiza wanufaika wa mafunzo hayo kuhakikisha na kuwa mabalozi wazuri wa kuelimisha jamii umuhimu wa kuandika wosia pamoja na taratibu za kufungua mashauri ya mirathi. Tumewachagua kama wawakilishi wa mkoa. Tumeona nyie mnaweza kutusaidia kupeleka huu ujumbe ambao wenzetu wametuletea kwa wenzetu wengine. Kwa hiyo rai, msikae nao. Kwa upande wao, baadhi ya wanufaika wa mafunzo hayo wameeleza kufurahishwa na elimu hiyo, ambapo sasa wanakwenda kuitumia vyema na kuhakikisha inapunguza migogoro ya mirathi katika jamii, hususan swala la mgawanyo wa mali. Tumejua kwamba wosia ni muhimu sana katika kurahisisha mirathi, inarahisisha kuondoa migogoro. Sheria inasema kwamba mali ya marehemu anapofariki ni faida kwa wanaobaki. Hivyo inavyopelekea mali hiyo kuto kugawanywa kwa wakati, inapelekea kupata hasara kwa wanufaika. Miongoni mwa makundi yaliyoshiriki katika mafunzo hayo ni pamoja na viongozi wa dini, watu wenye mahitaji maalumu, wanawake, wajasiriamali na wasafirishaji abiria wa bajaji na bodaboda. Ahmad Nanonde, Channel 10, Lindi.
Mkuu wa mkoa wa Kagera Hajat Fatuma Mwasa amempongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutoa kiasi cha shilingi bilioni 1.6 kwa ajili ya ujenzi wa shule maalum ambayo itajengwa katika wilaya ya Ngara mkoani Kagera, ikiwa na lengo la kuongeza ajira kwa vijana ambao watakuwa wamehitimu katika shule hiyo. Taarifa zaidi na Jacques Joakim kutoka mkoani Kagera. Akizungumza mara baada ya kutembelea na kukagua ujenzi wa shule hiyo ambayo imejengwa katika kijiji cha Kasharazi, wilayani Ngara mkoani Kagera, mkuu wa mkoa wa Kagera Hajat Fatuma Mwasa amesema kuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ametoa kiasi cha shilingi bilioni 1.6 kwa ajili ya ujenzi wa shule maalum ambayo itaanzia kidato cha kwanza mpaka kidato cha 4 ikiwa na muunganiko wa elimu ya ufundi. Mkoa wa Kagera tulipokea shilingi bilioni 1.6 ambazo zimewezesha ujenzi wa madarasa katika shule hii, karakana nzuri sana za kisasa kama ambavyo mmeziona, mabweni 4 yakiwemo 2 ya wasichana, 2 ya wavulana, bwalo la chakula na madarasa ya kutosha kabisa. Hii ni mkakati wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuhakikisha kwamba tunapojielekeza kwenye mafunzo ya ufundi ni kweli ipo miundombinu ya kuwawezesha vijana wetu kupata elimu ya ufundi. Kwa hiyo kwa mkoa wa Kagera, shule ya kwanza ya mfano iliyojengwa ndio hii ambayo imejengwa hapa eneo la Kasharazi wilayani Ngara. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais na tunamwahidi kwamba hatutamwangusha. Baadhi ya wananchi wa kijiji cha Kasharazi ilipojengwa shule hiyo wamesema kuwa wanaipongeza serikali awamu ya 6 kwa kuanzisha shule hiyo ambayo itaongeza ajira kwa vijana ambao watakuwa wamehitimu elimu ya sekondari pamoja na elimu ya ufundi. Binafsi nashukuru kwa sababu ujenzi huu wa shule hii licha ya elimu ya serikali kuweka kile chumba cha maabara imekuwa ni faida sana kwa wanafunzi watakaosomea huko. Kwa sababu gani? Yawezekana karamu ikagoma, lakini basi ujuzi mwingine ukaendelea. Hilo nilipendelea sana. Lakini si kupenda tu, nashukuru tena serikali kuliona hili kwamba kunayo haja ya mtoto kujua kusoma na kuandika, lakini na ujuzi mwingine ambao utaweza kumsaidia hapo baadaye. Kwamba hizi shule za amali au shule za ufundi zinaweza zikatatua changamoto au migogoro ya ajira kwa vijana, kwa sababu vijana watakaokuwa wanaandaliwa hapa watakuwa wanajiajiri wenyewe, wanapata ajira zao wenyewe, wanajiajiri, wanafanya shughuli zao kama hivi sisi tunapofanya kazi hapa, tumejiajiri wenyewe na tunapata kipato. Watoto wetu wanaenda shule, tunafanya mambo yetu vizuri, tunaishi vizuri. Mkuu wa mkoa wa Kagera akiwa wilayani Ngara mkoani Kagera ametembelea na kukagua jumla ya miradi 4 ya maendeleo ikiwemo miradi ya maji, afya, elimu pamoja na miradi ya miundombinu ambayo italeta maendeleo makubwa kwa wananchi wa wilaya Ngara mkoani Kagera. Kutoka wilayani Ngara mkoani Kagera, Jacques Joakim, Channel 10. Chuo cha Kodi ITA ambacho ni sehemu ya Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA kimeandaa kongamano la kwanza la kodi ambapo watunga sera, wafanya biashara, watafiti wa kodi watakutana na kujadili mikakati ya kupanua wigo wa kodi na kuimarisha ulipaji kodi kwa hiari ili kuongeza mapato ya serikali. Akizungumza na waandishi wa habari, mkuu wa chuo hicho Profesa Isaya Jairo amesema kongamano hilo litafanyika Mei 5 mwaka 2025 jijini Dar es Salaam na litakuwa na mada kuu ambayo ni kuongeza wigo wa kodi na kuimarisha ulipaji kodi kwa hiari, huku mgeni rasmi akitarajiwa kuwa Waziri wa Fedha Dr. Mwigulu Lameck Nchemba. Mada ya kwanza ndogo itakuwa ni kupanua wigo wa kodi, ni kuweza kuhakikisha kwamba watu wote wanaotakiwa kulipa kodi wanalipa kodi na kutafuta vyanzo vingine vya kodi. Lakini mada nyingine ndogo ya pili itakuwa ni kuimarisha ulipaji wa kodi wa hiari na kurasimisha sekta isiyo rasmi nayo iweze kuchangia katika ulipaji wa kodi kwa hiari. Chuo Kikuu cha Dodoma UDOM kimeanzisha kituo cha kuzalisha wataalamu wa ulinzi wa mitandao ambapo wahitimu wataweza kufanya kazi sehemu yoyote duniani. Kuringe Mungi ameandaa taarifa ifuatayo.
Hatua hiyo imetangazwa hapa jijini Dodoma na makamu mkuu wa Chuo Kikuu cha Dodoma, yani UDOM, Profesa Lugano Kusiluka, wakati chuo hicho kilipotia saini hati ya makubaliano ya ushirikiano na benki ya NMB. Tumeanza majaribio ya kuwa na kituo ambacho baadaye tunadhani kitakuwa kituo cha Afrika kwa ajili ya kufundisha wataalamu wa mambo ya usalama mtandao. Na tuna shirika moja la Kimarekani tumeanza nao shughuli. Lengo letu ni kwamba wahitimu wetu waweze kupata vyeti ambavyo vitawapa ruhusa ya kufanya kazi kama wataalamu wa usalama mtandao duniani kote. Kwa upande wake, afisa mkuu wa rasilimali watu katika benki ya NMB, Bwana Emmanuel Akonai, akaweka wazi faida ya kuingiwa kwa mkataba huo, huku naibu makamu mkuu wa chuo anayeshughulikia taaluma, utafiti na ushauri elekezi, Profesa Razak Lokina, akibainisha kuzalishwa kwa wahitimu walio bora zaidi kupitia mkataba huo. Cha kwanza itakuwa ni katika kuibua na kuendeleza vipaji mbalimbali. Na katika hili tumejidhatiti na kujipanga vyema kabisa kwamba tutakwenda kubaini wanafunzi wanaofanya vyema katika maeneo haya, hasa katika fani za tehama. Na katika hili tutawapatia ushauri wa kuendeleza kiuwezo, lakini pia tutawapatia nafasi za mafunzo kwa vitendo na kuwapa fursa ya kuweza kujiendeleza na kutekeleza mawazo mbalimbali walionayo. Na tunajua kilio kingi cha waajiri, wanasema tuna train watu ambao hawajiriki, lakini na imani kwa makubaliano ni moja ya solution ya kuona kwamba watu wanaotrainiwa katika vyuo vyetu UDOM ikwepo wanaajirika. Kwa hiyo tunashukuru kwa kutupa fursa kubwa ambao tunaamini kwamba wanafunzi wetu kutoka ndaki ya hii hapa ya SAIB watakuwa benefit. Kutoka hapa Dodoma ni Kuringemongi. Asante Kuringemongi kwa taarifa hiyo, na sasa tuangazie habari za michezo na burudani. Ligi Kuu Tanzania Bara iliendelea jana kwa mchezo mmoja wa kiporo ambapo klabu ya Simba ilikuwa mwenyeji wa Mashujaa kwenye uwanja wa KMC Complex Mwenge, Dar es Salaam majira ya saa 10 kamili jioni. Simba walifanikiwa kuibuka na ushindi wa 2-1 ikiwa ni katika mchezo wa kusisimua. Mashujaa walikuwa wa kwanza kupata bao kupitia kwa Jafari Salum Kibaya katika dakika ya 6. Hata hivyo, Simba walijipanga vizuri na kujibu mapigo. Katika dakika ya 65, Lionel Ateba alifunga bao la kusawazisha na kufanya mchezo kuwa 1-1. Baada ya kumalizika kwa muda wa kawaida, Simba walipata penalty katika dakika ya 119 ambapo Ateba alifunga tena na kuipa timu yake ushindi wa 2-1. Kwa ushindi huu, Simba wamefikisha alama 60 baada ya michezo 23 na kuendelea kushika nafasi ya pili kwenye msimamo wa ligi kuu. Kwa upande wa Mashujaa wanabaki kwenye nafasi ya 10 wakiwa na alama 30 baada ya mchezo wa 27. Simba sasa wanajiandaa kwa mchezo wao ujao ambapo watashuka dimbani tena siku ya Jumatatu wakicheza ugenini dhidi ya JKT Tanzania katika uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo. Naam, tumetimisha taarifa yetu ya habari kwa asubuhi ya leo. Tupate mapumziko mafupi kisha tutarejea kuendelea na kipindi chetu cha Asubuhi Njema. Tafadhali baki nasi. Kutoka hapa Sumbawanga mkoani Rukwa, Wilbrod Sumia, Channel 10. Mimi ni Margaret Malisa wa Channel 10. Mimi ni Ernest Mbezi wa Channel 10.